Ndio baba askofu, mimi nilikubaliana na yale ulisema hata kabla tufike. Sababu nimeona hata huko kwetu kesho tunaenda kumpumzisha ndugu yetu na rafiki yetu mheshimiwa wa Olkalau. Lakini nimeona wanasiasa wengine wakitishiana vile watakuja kuonyesha ubambe wao kwa ibada kama hii ya wafu. Na sio tu upotovu wa nidhamu, ni kukosea familia heshima, kukosea yule aliyetuacha heshima, na hata kumkosea Mwenyezi Mungu heshima, kuja kuleta ubambe wa siasa kwa hafla ya mazishi. Kwa hivyo niliona jana mwingine hata anamtisha rais, anamwambia ujue unakuja nyumbani. Sasa jameni, nikajiuliza, sio wewe umefiwa, hata huna uhusiano na yule amekufa, hauna uhusiano na wale wamefiwa. Wewe umeona ni nafasi ya kuja kuleta ubambe wako wa kisiasa. Nakasema Mwenyezi Mungu awaguse na wasaidia wanasiasa ambao baba askofu nimesikia ukiulizwa hapa uwaombe. Tusifanye hafla za mazishi ni jukwaa la kisiasa. Hawa wanasiasa pia utawaona, na mzee Atuoli ametushauri vizuri. Siasa ni maisha. Mzee Moi alituambia, aliyekuwa akifanya kazi na mzee Atuoli, siasa mbaya, maisha mbaya. Siasa nzuri, maisha mazuri. Na kama siasa ni maisha, tusifanye siasa za ukabila, sababu zitaharibu maisha. Tusifanye siasa za chuki. Na tukumbuke pia mambo matatu ambayo yanaweza kuharibu nchi yetu ikaisha kabisa. Ni ukabila, hizo siasa za chuki, na ufisadi. Nimeona wale tu watu wameleta meri ya mafuta. Mafuta, lita moja ya mafuta imeongezewa shilingi 43. Serikali imechukua hatua ya kuwashika wale ambao wanahusika na hayo mambo. Lakini sababu tunataka kueneza siasa za chuki na ukabila. Nimesikia wengine wakisema wale wa Kalenjin, wanaambia wengine vile. Nimesikia kiongozi mwingine amesema mheshimiwa Osoro, Wajaluo, sijui baba Raila Amolo Odinga alitoka hapa na mambo machafu. Haufikirii familia ya mzee Raila wanahisi nini unapotamka yale matamshi unatamka. Wale ambao wamelagai wa Kenya. Na mimi baba askofu upenda kusema ukweli, sababu haubadiliki. Ile kampuni moja ya One Petroleum ambayo imeleta mafuta gushi, ambayo haijafikisha kiwango cha mafuta ambayo inafaa kutumika na Wakenya, na ikaletwa ikiwa na shilingi 43 kwa lita, pesa zaidi ya ile ya G2G. Hiyo kampuni wameshika wanasiasa wawili na mmewasikia. Wawe sasa wanatumia vyombo kama hizi kueneza siasa za chuki. Mimi nataka niseme tujichunge kama Wakenya. Tusikubali siasa za ukabila, chuki na mambo ya ufisadi ya haribu nchi yetu. Ndio maana baba askofu nimeona niseme hayo kwa uchache sana, ili nikubaliane na wewe. Na niwaombe kama kanisa mtusaidie. Sababu mimi napoangalia wengine wanasimama kwa madhehebu, kwa madhabahu kanisani, wanatupa cheche za maneno za matusi, siasa za chuki, na niliwaona hata jana walikuwa kwa madhabahu kwa kanisa, lakini hatuwakosoi. Na pia kama kanisa, baba askofu,
msiwe na wasiwasi kutukosoa sisi kama wanasiasa. Mesikia juzi mkiambiwa mujitenge na mambo ya siasa. Kama siasa ni maisha, kanisa haliwezi kujitenga na mambo ya siasa. Sababu mkituachia baba askofu sisi wanasiasa, tutaharibu nchi. Na ndio tunaomba ushauri wenyu, upendo wenyu na maombi yenyu, hata tunapoiombea hii familia ya Baya. Tuombe ya kuwa mama atalala vyema. Owen, wewe na ndugu zako na dada zako, mama amefanya vizuri, amewalea vizuri.